kwa sababu chombo kinachoendesha na kusimamia ligi ni chombo kingine tofauti na watu ambao leo wamekutana. Na ndio maana nikasema kwamba tumepokea and then tutapeleka sasa kwenye mamlaka husika zikiwemo hizo kamati na mamlaka nyinginezo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kama mtendaji mkuu nitakwambia status quo ina prevail, kwa maana kwamba ratiba yetu tulisema kwamba mechi namba 184 itachezwa tarehe 15 mwezi wa 6 saa 11 kama sikosei. Kwa unaweza ukaona kwamba kwa kikao hichi tulichofanya akikuwa kikao cha kwenda kufanya maamuzi moja kwa moja, na ndio maana katangulia kusema kwamba sisi tuna wajibu wa kupokea na kuwasilisha kwenye kamati husika, kwenye mamlaka husika kila kipengele ili waweze kukifanyia kazi. Lakini kwa kujibu hoja yako ya msingi, kwa mambo ambayo yako ndani mimi ya uwezo wangu ambao nayasimamia, ratiba yangu ina prevail, kwa maana status quo ina prevail unless mpaka pale kamati hizo tutakapowasilisha zitakapofanya maamuzi tofauti na ambayo tayari yameshafanywa awali. Maana hiyo dabi ipo. Yanga position yao ni kwamba wangetamani haya yafanyike ili wao warudi katika huo mchezo. Changamoto tuliyokuwa nayo ukiyatazama haya mambo kuyatamka ni mambo ambayo yanawezekana, lakini ukija kwenye utendaji ni mambo ambayo hayawezi kufanyika overnight. Kwa mfano bodi kutoka kuwa chombo tegemezi cha TFF na kuwa chombo huru, yani unazungumzia mchakato ambao unahusisha taasisi nyingi. Kwanza lazima uende katika management committee, ukitoka kwenye management committee uende kwenye mkutano mkuu wa bodi, ukitoka kwenye mkutano mkuu wa bodi iende kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu, ikitoka kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu iende kwenye mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukaona yes linawezekana, lakini linahitaji muda fulani hivi ili liweze kutokea. Na ndio maana nikasema kwamba ukiyatazama haya maazimio mengi yako nje ya mamlaka ama mandate ya bodi ya ligi kuu Tanzania, lazima tuyafikishe kule ambapo yanapaswa kuweza kufika, kuchakatwa, kujadiliwa and then kufanyiwa maamuzi. Kwa hiyo nafikiri nitakuwa nimekujibu vizuri. Lipishani na mwandishi wa TBC. Nimesema ukiniuliza mimi mambo ambayo yako ndani ya uwezo wangu, nitakwambia kwamba tulitangaza ratiba, na mimi kama mtendaji mkuu na jukumu la kutangaza ratiba ambayo tulitangaza, ambayo ilipata baraka ya kutangazwa na vyombo ambavyo na mamlaka ambazo ziko juu ya uwezo wangu. Kwa ni mamlaka hizo ambazo ziliweza kuapprove hiyo ratiba, ndio mamlaka hizo pia ambazo zinaweza zikaja kutengua hiyo ratiba. Kwa hiyo so far mimi ukiniuliza nitakwambia kwamba ratiba yangu, kwa sababu mamlaka husika hazijaitengua, mimi kama mtendaji mkuu nitasimama kwamba ratiba ya awali na prevail, status quo na prevail. Lakini as long as ratiba ile tuliyoitoa ilipata baraka ya watu ambao wako juu yangu and then tukapata mandate ya kuitangaza, kwa hiyo mimi bado yani iko hivyo. Tukiangalia hapo ile sakata lilichukua kuanzia mwezi wa 3 hadi sasa hivi tuko mwezi wa 6. Unadhani hayo mambo unayoenda kuyapeleka sehemu husika, matakwa ya Young Africans yanaweza kachukua uharaka kiasi hicho na mchezo ukapigwa kwa wakati? Sasa hiyo ni mamlaka nyingine, hizo siwezi kuzizungumzia. Mimi nitazungumzia yale mambo ambayo yako ndani ya uwezo wangu. Yale ambayo yote hayako ndani ya uwezo wangu, kwa kweli nitakuwa siwatendee haki kuwasemea na kuwazungumzia. Pale muda utakapotoka yakishawasilishwa, mimi nafikiri wao wenyewe watakuwa wako tayari kujitokeza kama ambavyo hapa najitokeza na kuweza kuyazungumzia. Kwa hiyo tufanye subira. Ni kuwa msemaji, yani ukilitazama hilo, yes, inawezekana ikawa sehemu ya mjadala, lakini ukilitazama kiundani, yani ni Yanga wenyewe, yani ingekuwa vizuri Yanga wenyewe wangelielezea kwa mapana na marefu yake. Mimi nafikiri kwa yale ambayo niliongelea kuhusu mchezo wa dabi huo,
na ligi kwa ujumla na haya ambayo tuliopokea, mimi nafikiri kama yanajitosheleza. Lakini ukitaka clarification zaidi kwamba Yanga wanasemaje, nafikiri ni vizuri wao wenyewe sasa wakalisemea hilo. Nisingetamani kuwasemea ama kuwa sehemu ya Yanga, lakini yale ya ujumla yes, naweza nikaya clarify hapa ili tuweze kuona namna gani ambavyo tunatoka hapa tulipo twende pale ambapo kila mmoja anaweza kutamani kufika. Ya kiuongozi kwa maana ya utawala bora ni jambo ambalo linakosa sifa. Kwa hiyo mimi nafikiri tufanye subira, yote yatakuja, yatabainishwa and then yatapiga hatua. Kuingia in details kwa sababu mimi ni mtuhumiwa pia, na unapokuwa mtuhumiwa, unapoulizwa swali kuhusiana na wewe kwa maana ya good governance, si vizuri ukalisherehesha, si vizuri ukalizungumza.